Nimeona mjadala ambao unaendelea baada ya kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anazindua mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe, kusema kwamba serikali ipo katika mpango wa kununua umeme kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya kukatika kwa umeme katika ukanda wa kaskazini unaojumuisha mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Ni kweli serikali ipo katika mpango huo kama alivyosema Mheshimiwa Rais, na naomba kutoa ufafanuzi kama ifuatavyo. Umeme wetu Tanzania kwa sehemu kubwa unazalishwa kutoka upande wa kusini mashariki mwa nchi yetu. Sasa kutokana na kuzalishwa katika upande mmoja wa nchi, shirika letu la ugavi wa umeme linalazimika kuusafirisha umeme huu kupitia gridi ya taifa na kuusambaza nchi nzima. Sasa gridi yetu ambayo inaunganisha kwenda upande wa kaskazini mwa nchi ndio gridi ndefu, na kutokana na urefu huo kumekuwa na upotevu mkubwa wa umeme. Sasa pamoja na kuwepo upotevu mkubwa wa umeme na ikijumuisha na changamoto za uchakavu wa miundombinu, imesababisha tatizo kubwa lisilokwisha la ukanda wa kaskazini la kukatika kwa umeme. Wataalamu wetu wanasema pamoja na kusafirisha umeme mpaka kwenda huko, nchi yetu imekuwa ikitumia zaidi ya shilingi bilioni 32 kugharimia upotevu wa umeme unaotokana na kusafirisha umeme kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji hadi ukanda wa kaskazini. Sasa kutokana na hilo, sasa serikali katika kufanyia kazi changamoto hii imeamua kufanya uamuzi wa kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya ili ukaimarishe gridi yetu ya taifa katika ukanda wa kaskazini. Na tunafanya hivi tukiwa tumezingatia mambo mengi. Kwanza, kukabiliana na changamoto hii ya kitaalamu, kwamba tukiendelea kutegemea kusafirisha umeme kutoka kusini mwa nchi mpaka kaskazini, kuna changamoto kubwa ya umeme kuendelea kuwa unakatika kutokana na changamoto za kiusafirishaji. Hiyo moja. Lakini pili, hasara tunayoipata kutokana na upotevu wa umeme. Sasa kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivi kwa sababu wataalamu wanatueleza kwamba tukiunganisha gridi yetu upande wa kaskazini na umeme unaotoka Ethiopia kupitia Kenya, tutakuwa tumepata umeme imara na tutawaondoa wenzetu wa Kilimanjaro na Arusha katika adha ya kukatika kwa umeme. Wengi watahoji kwa nini tunatumia pesa hizo nyingi. Hesabu zimefanyika. Nchi yetu ni mwanachama wa umoja wa gridi ya ukanda wa kaskazini mwa Afrika, ambako tuna makubaliano ya kuuziana umeme kwa gharama nafuu. Na umeme tunaoununua una gharama nafuu. Tena ni gharama nafuu zaidi hata baadhi ya vyanzo vyetu ambavyo kwa sasa vinazalisha umeme nchini kwetu. Kwa hiyo ni umeme ambao hautupi mzigo serikali. Zaidi unatupunguzia kwanza kadhia ya kukatika kwa umeme, lakini pili unatupunguzia kadhia ya upotevu mkubwa wa umeme unaosababisha upotevu wa zaidi ya shilingi bilioni 32 kila mwaka. Naomba itambulike kwamba kusafirisha umeme kutoka ukanda wa kusini mwa nchi yetu kwenda mpaka Arusha kumekuwa kukisababisha upotevu wa takriban megawati 20. Yaani tukitoa megawati 100 kutoka kwenye mitambo yetu kwenda Arusha, kule Arusha zinafika megawati 80. Sasa wapo watu wanauliza kwa nini umeme utoke Ethiopia uwe nafuu na usiwe nafuu wa kutoka kusini mashariki mwa Tanzania. Ni hivi, sisi tunahesabu kutoka ilipo mita ya kutuletea megawati 100 ambayo ipo Namanga, Kenya, ambako ni mpakani mwa Tanzania na Kenya. Na sisi wenyewe tumeweka mita yetu ya megawati 100 tutakapoanza kuwauzia umeme wetu kwenda Kenya. Kwa hiyo haya mambo ni kubadilishana. Panakuwa jirani kwa sababu tunahesabu ilipo mita ya megawati 100 za kutuletea umeme Tanzania ambayo iko Namanga. Pale ni jirani zaidi kuliko huku kusini mwa Tanzania ambako tukitoa megawati 100 Arusha zinafika megawati 80. Sasa utaratibu huu wa kununua umeme sio tunaanza sasa, ni utaratibu ambao umekuwepo. Tunanunua umeme kwa ajili ya mkoa wetu wa Kagera kutoka Uganda, tumeunganisha, tunanunua. Lakini pia tunanunua umeme kwa ajili ya mkoa wetu wa Rukwa kutoka nchi jirani ya Zambia, na pia tunanunua umeme
kutoka Kenya kwa ajili ya wenzetu wa Tanga. Kwa hiyo ni utaratibu ambao umekuwa ukitumika, na ni vizuri Watanzania wakajua kwamba kununua umeme katika maeneo ya jirani mwa nchi yetu inatusaidia pia kuwa na njia mbadala pale tunapokuwa na changamoto za grid yetu ya taifa, kwamba tunaweza tukaunganisha na umeme kutoka jirani na tukatatua changamoto zetu, ama wakati tunatatua changamoto zetu tukatumia umeme kutoka nchi za jirani. Na ni kwa kutambua hili, hata katika mkutano wa wakuu wa nchi wa Afrika uliofanyika hapa jijini Dar es Salaam, wakuu wa nchi za Afrika wamekubaliana kushirikiana katika usambazaji wa umeme. Wakuu wa nchi wamezungumza juu ya kuwepo soko moja la umeme barani Afrika. Manake nchi moja iwe inaweza kuiuzia nchi nyingine. Sisi nchi yetu tayari tuna njia ya umeme tumeijenga kwenda Kenya. Tunaweza kupeleka umeme Kenya kupitia kwenye njia yetu, lakini na Kenya nao wanaweza kutuletea sisi. Kwa changamoto tulionayo Arusha, tumeona tuuchukue umeme ambao unatoka Ethiopia. Na niwakumbushe watu, Ethiopia ndio nchi yenye umeme wa gharama nafuu zaidi. Wanazalisha umeme mwingi kupitia kwenye bwawa lao, takriban megawati 6,000. Sisi tunazungumza megawati 2,115 kutoka bwawa la Nyerere. Wenzetu wanazalisha megawati 6,000 kutoka kwenye mradi mmoja. Kwa hiyo wanausambaza, unapita Kenya, unakuja kwetu, tunautumia, na ni wa gharama nafuu. Tumelinda maslahi ya nchi, tuko makini kwenye hilo. Lakini jingine kubwa na muhimu ni kwamba tunaendelea pia kujenga njia za kwenda kwenye nchi za wenzetu. Tayari nchi majirani Rwanda na Burundi wameshaomba tuwe na mikataba ya kubadilishana umeme ama kuuziana umeme. Manake ni nini? Hii ni fursa. Tunaweza pia tukapata umeme kutoka sehemu moja na tukauza sehemu nyingine, tukapata faida kama nchi. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida. Naomba niwatoe hofu wa Tanzania kwamba hii ni njia ya kawaida ya kitaalamu ya kuhakikisha tunasimamia umeme, na sio Tanzania peke yetu tunaofanya hivi. Nchi nyingi zinafanya hivyo. Ni moja ya afua muhimu za kuhakikisha nchi inakuwa salama kwa nishati. Tukitegemea umeme wetu tu wa grid ya taifa inaweza kupata changamoto yoyote. Ikipata changamoto, mkiwa mna maunganisho hayo na nchi zingine na mnabadilishana umeme, inawasaidia kutatua changamoto. Nadhani limeeleweka vizuri, na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nia yake thabiti ya kuhakikisha tunakuwa na umeme, sio tu umeme wa kutosha, bali umeme wa uhakika, na tunakuwa na njia mbalimbali za kukabiliana na changamoto za umeme. Asanteni sana.